Sumi huyo akiwa anaendelea kusisitiza kwamba hawachezi na amewataka wanachama wa klabu ya Young Africans kutoka mikoani wasije Dar es Salaam kwa sababu mechi hiyo haipo, huku akiendelea kusisitiza kuwa wana hoja zao za msingi ambazo hazijajibiwa mpaka sasa. Ndio ambacho ameendelea kusisitiza kwamba wana hoja za msingi ambazo wanazisubiri na waliambiwa zitatolewa majibu, hazijajibiwa mpaka sasa. Kwani wanajibiwa wanachama, wanajibiwa uongozi wa klabu? Pengine uongozi haujawaambia wanachama kama umejibiwa. Sasa yeye hakupaswa kuzungumzia hilo kwa sababu yeye sio sehemu ya management ya club. Yaani Mzee Msumi alipaswa kuzungumzia masuala yake ya wanachama kutokana na taarifa ambayo yeye ameipokea kutoka kwa uongozi wake. Sasa kama hawajajibiwa, kwa mfano hawajaambiwa na uongozi, kwa sababu hata ukiwasikiza Yanga wenyewe wanasema bado hawajapewa sababu mpaka sasa na nini ambacho kilitokea kwenye mechi ya dabi iliyoahirishwa. Sasa unajua kuna vitu vingine wakati mwingine vinafikirisha kidogo. Kwanza kosa kubwa ambalo Yanga wanalifanya ni kuruhusu kila mwanachama awe na authority ya kuizungumzia club hata kama hahusiki kwa wakati huo kuizungumzia club. Kwa hili sakata lote ambalo linaendelea, management ya Young Africans kuanzia idara ya habari, CEO, wajumbe wa kamati tendaji, makamu wa rais, rais wa club ndio wenye mamlaka ya kutoa ufafanuzi wa nini kinaendelea na nini kinafuata, lakini sio wanachama. Mwanachama hawezi kuja kuwazuia mashabiki eti msitoke mkoani mkaja kutazama mchezo wa dabi wakati mwanachama hata kwenye management hayupo. Umenielewa? Hata kujadili namna gani tunaielekea dabi mwanachama hakai. Mwanachama anasubiri taarifa kama ambavyo Alex Ngereza anakaa na kusubiri taarifa ya msimamo wa Young Africans. Umenielewa vizuri? Kosa ambalo wanalifanya Yanga ni kumpa mwanachama room ya kuizungumzia club hata kwenye vitu vinavyohusu management. Kwa mfano vitu ambavyo wamezungumza kina Mzee Msumi jana, vingi vilipaswa kuzungumzwa na management, lakini sio wanachama wa club.